Msikilizaji, kama unavyosikia hapa lakini pia kama unavyotazama, hawa ni vijana wa bodaboda ambao basi leo hii niko nao hapa katika moja ya sehemu hapa katika eneo la mji wa Mbulu, wakielezea kero zao ambazo wanakutana nazo hususan katika upande wa mafuta. Wataeleza kinagaubaga kwa sababu wao ndio ambao wanaijua vizuri janga hili, lakini pia wana mengi ya kuzungumza. Niko na huyu hapa, karibu sana, ujitambulishe kwa majina na moja kwa moja uende kwenye kile ambacho unatamani kukisema. Asante ndugu mtangazaji. Mimi kwa jina langu naitwa Lucian Lazaro. Ni mkazi wa hapa Mbulu mjini. Nafanya kazi kwenye kituo hiki cha bodaboda cha hapa kwa katibu. Ndio. Sawa, karibu sana, uzungumze kile ambacho unatamani kukizungumza, lakini pia wakusikie vizuri, sauti kidogo pia iongezwe. Tunazungumzia kuhusu swala kubwa ambalo linatusumbua, ni kuhusu swala la uchumi kupanda, hususan swala la mafuta. Jambo la mafuta limekuwa ngumu kwetu kwa sababu ongezeko limekuwa la juu. Tunanunua mafuta sasa hivi lita shilingi 4,200 na kitu hivi. Lakini bado tunafanya kazi ya shilingi 1,000 hivyo. Kwa hiyo sisi tunapata changamoto kwa sababu tunanunua mafuta kwa bei hiyo, lakini tunasafirisha watu kwa bei ile ya zamani. Kwa hiyo tungetamani, kwa kuwa ongezeko liko juu, tungeomba kwamba angalau wateja wetu tuelewe, tupate wateja watuelewe, tukiongezea bei wasilalamike. Lakini jambo lingine ni kuhusu serikali yetu. Tungeomba hasa kwa Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan aondoe kodi kwenye mafuta ili angalau sisi tupate nafuu kidogo huku kwenye kwa uchumi. Kwa sababu sasa hivi lita moja kwa shilingi 4,000 na ongezeko kidogo, na wakati wanasafirisha mtu kituo kwa shilingi 1,000, bado hali ya wananchi na hali yetu inakuwa mbaya kwa sababu hatupati jambo lolote. Ndio. Na kwa upande wa wateja umezungumzia hapo kuhusu wateja. Kuna na changamoto gani sana ambazo mnazipata kutoka kwao? Inawezekana pia mteja amezoea bei fulani, leo hii kutokana na mafuta bei kupanda unamwambia bei imeongezeka, anashindwa kukuelewa. Pale inakuwaje changamoto ambayo mnaipata? Na kweli wateja wetu hawaelewi. Kwa mfano, town trip hapa sisi tunafanya shilingi 1,000 wakati ile mafuta yalivyokuwa shilingi 2,000 na kitu hadi 3,000. Lakini sasa hivi tunanunua mafuta 4,000 na zaidi. Wateja wetu wamebaki pale pale, anataka kumpeleke sehemu hiyo kwa shilingi 1,000. Kwa hiyo kwetu inakuwa tatizo kubwa kabisa. Kwa hiyo ina maana sisi, yani mtu anafanya kazi jioni anajikuta akiweka mafuta anajikuta hana hela kabisa. Ndio. Basi mimi nikushukuru sana kwa kuzungumza moja kwa moja. Asante sana kushukuru, lakini jambo la kuongeza ni swala hilo la lifike sehemu husika. Kweli kabisa serikali tuangalie sisi watu wa chini. Mafuta tunajua kuna hii swala la vita hivi vya Iran na Marekani na Israel. Hawa ni watu wakubwa, lakini serikali yetu inafanya jambo ikapunguza kodi kwenye mafuta ili angalau wananchi wapate nafuu. Kwa sababu sasa hivi tunavyofanya hivi ni kweli kabisa tunateseka. Yaani watu wa chini sisi ndo mlaji wa mwisho ndo anayeumia. Waagizaji wa mafuta wanajilipa kule. Serikali haijaondoa kodi. Kwa hiyo wanalipa kule kwa waagizaji wa mafuta. Yakija kwetu sisi hapa chini ndo tunaumia kabisa. Kwa hiyo watu wa chini ndo wa mwisho kabisa, yani mlaji wa mwisho ndo anaumia zaidi. Kwa hiyo ningeomba jambo hili lifanywe kazi na ndio kilio chetu. Sawa, nikushukuru sana. Asante sana. Karibu sana, watu wanatamani kukusikia na kusikia pia kile ambacho unakizungumza. Mimi naitwa Wilfred Eliseus Masai, ni mwenyekiti wa bodaboda kijiwe namba 9. Tunaanza vijiwe vingi sana lakini vimegawiwa kinamba. Lakini mimi ni mwenyekiti wa kijiwe namba 9. Na moja ya mabadiliko hii ya mafuta hasa sisi imetuzuru. Kwa mfano unakuwa unabeba mteja kutoka sehemu A kwenda sehemu B kwa shilingi 2,000, lakini sasa hivi tunapata wakati mgumu abiria kubagaini naye hela. Ukimwambia 3,000 au either 2,500 anaona kama bado unamuumiza. Lakini kitu ambacho inatupa sisi hasa wakati mgumu,
wananchi wengi wanajua kwamba mafuta yamepanda bei. Lakini na yeye pia anakuwa ni sehemu ya changamoto kutokuelewa kwamba natakiwa na mimi yeye mwenyewe kama abiria aongeze kiasi cha hela. Hiyo ni moja changamoto ambayo sisi tunakabiliana nayo kwa hii kipindi. Na tunaona kabisa kazi imekuwa ni ngumu kwa hii kipindi cha sasa. Na ndio kipindi pekee ambacho tunakipitia kigumu. Labda mpaka mafuta atakaposhuka bei tunaweza tukaona labda unafua kufanya kazi hii. Ndio. Sawa. Kulingana na tamko ambalo limetolewa na waziri mkuu, lakini pia viongozi mbalimbali wa serikali wa ngazi za juu kuhusu kupanda kwa mafuta, pengine unazungumzia kitu gani mpaka muda huu, kama kuna lolote ambalo kwenye yale ambayo yamesemwa, kuna utekelezaji wote ambao umeanza? Mimi kwa namna ambao viongozi wakubwa wa serikali wamezungumza na kwa kupanda kwa mafuta, mimi bado hasa ninaona niongee na abiria yeye mwenyewe, kwa sababu tutasubiri mpaka serikali itakapoona unafuu, na changamoto ambayo ilifanya mafuta yapande bei hatujui kama ile changamoto limetatuliwa. Na tunaona kwamba likitatuliwa ndio sisi tutapata nafuu, lakini hasa kubwa ni abiria yeye anapopanda chombo cha moto, ni vema bageni na dereva hela, alafu wakubaliane kwa pamoja, kuliko tunapata wakati mgumu unamfikisha mteja sehemu alafu unamwambia nilipe kiasi fulani, anasema hapana, mimi hapa nalipaga kiasi fulani. Unamwambia changamoto ya mafuta, yeye anakuwa haelewi kabisa hilo swala. Ndio wakati mgumu ambao sisi tunapitia. Kwa hiyo tunataka hasa kama serikali ili limeona na mafuta yamepanda bei, wao wenyewe watuangalie kwa namna upande mwingine. Ndio. Sawa. Na tukielekea pia kumalizia mazungumzo hapa, pengine mtu ambaye umesema ni abiria anayekusikiliza na kutazama kwa sasa hajaelewa chochote kuhusu bei kupanda, unaweza kusema kwamba kwa upande wako binafsi Wilfred, ulikuwa unanunua mafuta lita moja kiasi gani na muda huu ni kiasi gani? Mafuta haya yalianza kupanda, kwanza ilikuwa toka 2000 na elekea karibu 3000 mpaka yakasogea mpaka 4200 na kama na 70 kama sikosei, lakini maana yake tu kwa haraka shilingi 4300. Ni ngumu kufanya kazi kwa bei ya mwanzo. Kwa hiyo abiria wawe waelewa kwamba bana kuna mabadiliko ya mafuta. Kabla hajachukua chombo cha moto afanye makubaliano kwanza, ili wakubaliane kwa pamoja, kuliko maabiria wengine ni wajanja. Anajua bei imepanda, anaondoka na wewe, akifika anakuambia hela ni hii hapa. Unamwambia si mafuta yamepanda bei, kuna mabadiliko umeona, bado anang'ang'ania kwenye hilo jambo. Wakati mnaanza safari unamwambia kuna mabadiliko, anasema wewe twende, tutashindwana. Lakini mwisho wa safari anabakia kwenye msimamo wake. Sijazoea hii bei. Anakuambia sijazoea bei, au anaweza akakuongezea shilingi 500, lakini sehemu ambayo stahili ya ongezea shilingi 500. Ndio changamoto kubwa ambayo tunaipitia. Kwa hii kipindi ambacho tunasikilizwa hapa na abiria yote ule anayetumia chombo cha moto kupanda kama bodaboda au usafiri mwingine, ni vema ajue bei kabla yeye hajapanda, kuliko kuepusha hali ya kutokuelewana mwisho wa safari. Ndio. Basi mimi nikushukuru sana Wilfred. Kuna hizi changamoto zingine ambazo sisi pia tunazipitia kwa hapa Mbulu. Sijajua kama kuna maeneo mengine ile jambo liko hivi, kuhusu kauli la tamko la waziri mkuu. Alipofanya mkutano hapa Mbulu mji, mkutano ule hadhara wote, mamia na maelfu ya watu tulikuwepo wote pale. Alishatoa maelekezo kwamba vijana hao wa bodaboda wanapokutana makosa yale ambayo yanaishia kwenye faini, basi wasinyang'anywe vyombo vyao vya moto, umwandikie faini aende alafu arudi. Huu utekelezaji hapa Mbulu bado sana. Bado tatizo ni lile la mwanzo. Fikiri unasafiri kutoka hapa ghafla, aidha umepigiwa simu na mteja, niletee baadhi ya vitu fulani, aidha hata dawa. Huduma tunazozitoa kwenye pikipiki ni nyingi sana, hata kumwashia mgonjwa jambo fulani. Lakini sasa unafika barabarani, labda haujavaa helmet, labda bima imeisha muda, makosa haya la kawaida, askari trafiki yeye anakunyang'anya chombo chako cha moto. Na wakati huo tunashindwa kuelewa hili jambo limeishia wapi. Na ukijaribu kumuuliza askari hili swala, waziri mkuu ameshalitolea maagizo kwamba hawa vijana wakiandikiwa faini walipe baadaye, wapeni vyombo vyao vya moto. Yeye trafiki anakuambia bado haijaingia kwenye mfumo. Wapo matrafiki ambao tunakutana nao barabarani. Moja mimi nakumbuka nilimuuliza kwamba wewe unasema hili jambo halijaingia kwenye mfumo, kwa hiyo hebu tuambie anayetupotosha sisi ni nani?
Kwa nini tunakamatana kwenye uwizi wa uchochoroni? Naye pia si aite vijana bodaboda kikundi chote, atoe mwongozo kama ulivyotolea. Kama ile kauli analitengua, si tujue hatua ipi inayofuata, tuongee tena. Kama tunasogea ngazi nyingine ya juu, tusogee ngazi nyingine ya juu. Lakini kitu ambacho kinatushangaza sana kwamba tamko lile ilikuwa ni nafuu sana kwetu, kwamba sasa hivi ninafanya shughuli yangu ya boda nikiamini kwamba nikikutana na traffic akiniandikia kosa, ninaondoka, ninaenda kutafuta hiyo hela, na kulingana na hali ya uchumi na ukilinganisha na hii hali ya mafuta kwa sasa, unaninyang'anya mimi chombo changu cha moto, haujui mimi nako safari ni wapi, unasimamisha shughuli zangu zote kwa huo muda, kisa faini ya shilingi 10,000. Na ni jambo ambalo limeshatolewa maagizo. Sasa utekelezaji hapa kwetu, hasa hapa Mbulu mji, hatujui kwa nini utekelezaji huu haupo. Na bado vijana wananyang'anywa vyombo vyao vya moto, akikuandikia faini anang'ang'ania chombo chako cha moto hapa. Na tena mbaya zaidi, toka hili tamko limetoka, ukamataji ndio umekuwa mkali. Wanakaa kule maeneo ya Ayama kule daraja la kwa Marmo tunapaita pale. Askari akikuandikia faini pale, brother, inakubidi utafute bodaboda kwanza tena, ukalipia hiyo faini mjini, afu then urudi tena ndio ukomboe chombo chako cha moto, au muda mwingine hicho pikipiki kimepelekwa kituoni, unaenda kukomboa na shughuli yote umelisimamisha hapo. Na ukirudi nyuma, kama serikali sisi natuamini vijana wa bodaboda na kutupa mikopo halmashauri za pikipiki, unalipa zaidi ya milioni 2, lakini yeye anashindwa kutia hata maagizo ya waziri mkuu aliyoyatoa kwamba hawa vijana waachene. Ni sitofahamu kubwa iko hapa, na ni jambo ambalo sisi tunashindwa kulielewa kwa nini hasa. Na kwa kuhitimisha, ningependa kuongezea kwenye pointi aliyozungumza ndugu Willy, ni kwamba hao watu ambao wanatufanyia jambo hilo, hayo mambo, sisi ndio tunahudumia familia zao. Kumbuka kwamba bodaboda anafanya kazi kwa mtu yoyote. Viongozi wetu hawa, awe polisi, awe nani, sisi tunahudumia familia zao. Unabeba mke wake, mtoto wake, chakula cha nyumbani kwake, lakini baadaye ikitokea jambo dogo, wao ndio wanakuwa kwa mishaji, kama vile sisi ni wahuni au watu wasiokuwa na thamani. Kwa jambo hili pia tunalitoa leo hapa kwamba kama wao wanatufanyia hivi, na sisi sijui tuwafanyia nini wao. Kwa hiyo watafakari vizuri kuhusu jambo hili, kwamba askari anakukamata kama vile hakujui, anachukua chombo chako, lakini wakati huo askari huyo wewe unamsaidia familia yake. Asante mtangazaji, ndio haya machache. Basi niwashukuru sana. Asante ndugu yangu.